أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani, si mwingine bali ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa muda umekwenda sana, tuifanye hotuba yetu iwe fupi ili tuendane na muda. Kwa ufupi wa hotuba tutakwenda na anwani ifuatayo: akili salama ya mwanadamu ndio msingi salama wa matendo yake. Akili salama ya mwanadamu ndio msingi salama wa matendo yake. Ndugu zangu Waislamu, kuna msemo leo upo unasema mwanadamu ndio msingi salama wa matendo yake. Kwenye anwani hii kuna aya nyingi, hadithi nyingi na maneno. Tunaposema akili salama katika kila sekta ya mwanadamu kwenye matendo yake, 90% hutendwa kwa akili yake. Akili imegawanyika sehemu kuu tatu katika mfumo wa upokeaji. Mfumo wa kwanza wa akili ni nature ambayo Mwenyezi Mungu kila mmoja amemuumba kampa akili. Kila kiumbe, awe mnyama awe mwanadamu, ana akili. Lakini akili ya mwanadamu si akili ya mnyama, na hapa ndipo uhalisia wa akili salama ya mwanadamu inapoanzia hapa. Matendo yetu yanaendana na mfumo na msukumo wa akili zetu. Tukiacha huko mbali sana ili twende na muda, tukija hapa kuanzia kwenye haya matendo tunayoyatenda yaendane na usalama wa akili ya mwanadamu. Mwanadamu hawezi akala wala kulala wala kufikiria bila sensi ya akili kwenye hilo. Kwa maana hiyo maamuzi ya mwanadamu yanaendana na akili yake. Lakini akili kama sio salama, anaweza mwanadamu akaamua maamuzi kwa mwingine akaona ni salama, lakini kwenye uhalisia si salama. Lakini pia yeye akaona ni salama kwake kwa sababu akili yake ni mtumaini. Nadhani mnanielewa. Kwenye uhalisia wa akili ya mwanadamu ili iende salama, anzia kwenye kuanza kutengeneza familia. Usalama wa akili zetu leo haziendi kuangalia usalama wa uhalisia wa matokeo ya akili zetu kwenye kutekwa. Kabla sijakwenda sana huko, hebu kwanza ninukuu maneno ya Malenga. Malenga anasema hivi, anasema adabul kalami dalilu aqlika ya fata fandhur kalamaka innahu al-mizan inna alladhi yahwi al-uluma wa ma hawa adab al-hiwari yahunuhu al-burhan wa man lam yazidhu al-ilmu tasarrufa amalihi dhaka mru'un fi aqlihi nuqsan. Maana ya maneno haya, Malenga anasema hivi,
Adabu ya mazungumzo ya mtu ndiyo kipimo cha akili yake kuwa salama. Ewe kijana, ewe mtu mzima, utaanza kupima akili yako kama ni salama kwenye kuongea kwako. Unaweza mkakuta mtu mzima lakini maongezi yake si yenye kuendana na akili. Anaongea matusi, anaongea maneno hayana uhalisia, na utashangaa hata huyu anazungumza haya. Akaendelea Malenga akasema, fandhuru kalamaka innahu al-mizan, kipimo cha akili yako ni mazungumzo unayazungumza. Kuna watu wanazungumza maneno, uhalisia wa kipimo cha akili zao ni tofauti na maneno yao. Anaweza mtu akakushauri kwa hapa nataka tujenge msikiti kadha wa kadha. Haya ni maneno mazuri, uhalisia wa utendaji wake ndani yake kuna khiana na fitina na wizi. Akaendelea Malenga akasema, innal ladhi yahwi al-ilma wa ma hawa adab al-hiwar, yule anayesoma anajaza elimu nyingi lakini ana adabu ya mazungumzo. Yahunuhu al-burhan, hata hoja akitoa inakuwa haina mashiko. Ukitaka kuyajua haya kwenye sisi Waislamu leo, tunaposema akili salama katika kila sekta ya mwanadamu kwenye matendo yake, 90% hutendwa kwa akili yake. Akili imegawanyika sehemu kuu tatu katika mfumo wa upokeaji. Mfumo wa kwanza wa akili ni nature ambayo Mwenyezi Mungu kila mmoja amemuumba akampa akili. Kila kiumbe, awe mnyama awe mwanadamu, ana akili. Lakini akili ya mwanadamu si akili ya mnyama, na hapa ndipo uhalisia wa akili salama ya mwanadamu inapoanzia hapa. Matendo yetu yanaendana na mfumo na msukumo wa akili zetu. Tukiacha huko mbali sana ili twende na muda, tukija hapa kuanzia kwenye haya matendo tunayoyatenda yaendane na usalama wa akili ya mwanadamu. Mwanadamu hawezi akala wala kulala wala kufikiria bila sensi ya akili kwenye hilo. Kwa maana hiyo maamuzi ya mwanadamu yanaendana na akili yake. Lakini akili kama sio salama, anaweza mwanadamu akaamua maamuzi kwa mwingine akaona ni salama, lakini kwenye uhalisia si salama. Lakini pia yeye akaona ni salama kwake kwa sababu akili yake ni mtumaini. Nadhani mnanielewa. Kwenye uhalisia wa akili ya mwanadamu ili iende salama, anzia kwenye kuanza kutengeneza familia. Usalama wa akili zetu leo haziendi kuangalia usalama wa uhalisia wa matokeo ya akili zetu kwenye kutekwa. Kabla sijakwenda sana huko, hebu kwanza ninukuu maneno ya Malenga. Malenga anasema hivi, anasema adabul kalami dalilu aqlika ya fata, fandhur kalamaka innahu al-mizan, inna alladhi yahwi al-uluma wa ma hawa adab al-hiwari yahunuhu al-burhan, wa man lam yazidhu al-ilmu tasarrufa amalihi dhaka mru'un fi aqlihi nuqsan.
Maana ya maneno haya, Malenga anasema hivi: adabu ya mazungumzo ya mtu ndio kipimo cha akili yake kuwa salama. Ewe kijana, ewe mtu mzima, utaanza kupima akili yako kama ni salama kwenye kuongea kwako. Unaweza mkakuta mtu mzima lakini maongezi yake si yenye kuendana na akili. Anaongea matusi, anaongea maneno hayana uhalisia, na utashangaa hata huyu anazungumza haya. Akaendelea Malenga akasema, fandhuru kalamaka innahu al-mizan, kipimo cha akili yako ni mazungumzo unayazungumza. Kuna watu wanazungumza maneno, uhalisia wa kipimo cha akili zao ni tofauti na maneno yao. Anaweza mtu akakushauri kwa hapa nataka tujenge msikiti kadha wa kadha. Haya ni maneno mazuri, uhalisia wa utendaji wake ndani yake kuna khiana na fitina na wizi. Akaendelea Malenga akasema, innal ladhi yahwi al-ilma wa ma hawa adab al-hiwar, yule anayesoma anajaza elimu nyingi lakini ana adabu ya mazungumzo. Yahunuhu al-burhan, hata hoja akitoa inakuwa haina mashiko. Ukitaka kuyajua haya kwenye sisi Waislamu leo, Allahu alayhi wasallama anasema, idha aradta an tadhkura uyuba ghayrika fadhkur uyuba usiangalie aibu ya mwenzio. Wewe una aibu ngapi? Sio wewe unayefanya qunut unajifanya unafanya ibada, sio wewe. Sio wewe unayeruka usiku kwenye mwili wako kuna michale na ilizi, sio wewe. Sio wewe unayafanya mabaya kila moja 2 3, sio wewe. Sio wewe unasema unajenga misikiti mwezi mkubwa, sio wewe. Mabaya mangapi umeyafanya lakini unaangalia ya mwenzako? Mwenye akili salama atayafanya matendo salama kwenye maisha yake. Ndugu zangu Waislamu, Mtume aliposema mtu mwenye akili salama ni yule aliyetathmini nafsi yake kisha akayafanya matendo kwa kesho baada ya leo. Nani aliandaa haya kwa ajili ya kesho? Nani aliandaa haya kwa ajili ya kesho? Yawezekana uiandaa na kesho yako kwa hapa duniani, hujakatazwa. Na haya ndio maisha yetu ya dunia. Leo kila mmoja anasimama mitandaoni anakuambia, ukitaka maisha ya dunia nifuate mimi. Unamfuata yeye, unaingia kwenye Freemason, lengo upate manufaa ya maisha ya dunia bila kutathmini akili yako, mwisho wa haya itakuwa nini? Lakini mvuto wale unayoona, unajiona umechelewa sana, na wewe unatamani uingie ili upate kukaa kwenye magari ya hadhi ya juu, ili upate kuwa na majumba ambayo hayana tathmini yoyote kwa Mwenyezi Mungu, wala hayatakusaidia baada ya kufa kwako. Kuwa na nyumba 100, kuwa na magari 1000, lakini maisha baada ya leo hayavumiliki kwa sekunde moja. Vijana leo wanaharibika kwa sababu ya kutokosa kutathmini akili zao ili ziwe ni akili salama. Na wala sio vijana peke yao, inafika mahala kwenye kuharibikiwa akili. Hata mtu mzima anavaa t-shirt imeandikwa sporti, pesa, betting kadha wa kadha, anasimama mbele ya Mwenyezi Mungu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Anamtangazia Mwenyezi Mungu kamali mgongoni kwake, anamtangazia Mwenyezi Mungu kamali kwenye bega lake, anamtangazia Mwenyezi Mungu kamali kwenye kifua chake. Yeye ni bingwa kutangaza kamali, wakati haya Mwenyezi Mungu kashaharamisha. Unaomba ulichovaa cha haramu. Ndio kule Mtume anasema yule bana alisimama anaomba sana kwa Mwenyezi Mungu, analia,
machozi yanamtoka, naomba Mungu nisaidie. Mtume anauliza, alikuwa anamwangalia wakati anaomba, machozi yanamtoka. Mtume anashangaa, akasema vipi atajibiwa dua lake? Chakula anachokula cha haramu, mavazi anayovaa ni ya haramu, lakini pia hata kinywaji anachokula ni cha haramu, lakini pia amezungukwa na haramu. Fa anna yustajabu da'watahu, vipi dua lake litajibiwa? Wewe unaomba, mgongoni kwako unatangaza kamari, unatangaza pombe, unasema fair play, eti umelipenda fulani anaotangaza kamari. Haya ndiyo maisha yetu. Mwenye akili salama atayafanya matendo aliyesalimika ili apate kunufaika. Ndugu zangu Waislamu, tunayazungumza haya kwa sababu ndio maisha yetu, na maisha ya dunia ni maisha mafupi sana. Usishangae mimi ninayezungumza nikiondoka hapo ukasikia nimekufa, wala usishangae. Hiyo ndio safari yetu. Leo watu wanashangaa, wanasema fulani amekufa. Bwana Ndugai mnamjua, alikuwa mzima anaongea. Yeye nani kwenye maisha yetu? Kila mmoja na nafsi yake. Alikuwepo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amesimama na bendera la ilaha illa Allah, anatangaza dini ya Uislamu, na dini ikasimama kwa nguvu zake zote, kwa maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Lakini ilifika mahala Mungu alimwambia sasa basi, kwa mapenzi ya wafuasi wake, akiwepo Umar, akutamani wala kusikia kusema mtume amekufa, na akasimama kidete akasema, yeyote atakayesema mtume amekufa kichwa chake ni halali, anapinga kufa, kwa mapenzi aliyokuwa nayo kwa mtume wetu nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mzee wa hikma Abu Bakari alaihi salatu wasalam akaongea na Omari, akamwambia, ni amri ya Mwenyezi Mungu ya Omar, wakati umefika wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubali qadari ya Allah wa Muhammad amekufa. Omari mpanga unadondoka, na kubali kwa mtume amekufa. Sasa tunaokufa sisi ndio uhalisia wa maisha yetu kwenye mwenendo yetu. Kila mmoja lazima ataifuata safari. Jibril alayhi salatu wasalam anakuja kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anaongea naye. Haya ninayazungumza yaangalia katika Mukhtar al-Ahadithi, kitabu kidogo. Nenda kwenye Riyadhus Salihin, nenda kwenye sharh yake Riyadhus Salihin, nenda kwenye Sahihul Muslim, hadithi nambari 839. Anamwambia, ya Muhammad, isma shi'ita fa innaka mayyit, wahib man ahbabta fa innaka mufariq, wa'mal ma shi'ita fa innaka majziyun bihi. Mpende umpendaye, lakini ipo siku moja utaachana. Kwenye kuondokewa kwetu kuna misiba mitano ni migumu sana. Wa kwanza, kuondokewa na mama, kuondokewa na baba, kuondokewa na mtoto, anafuata mke na anafuata mume. Na hao mke na mume inatizamika, inawezekana kuishi kwa ndugu mnaishi, lakini kulikuwa kuna mahaba, kila mmoja anatamani bora afya. Siku hizi watu wanaishi kwa kuangalia watoto. Tuna watoto bwana, nitafanyaje? Ndio maisha yetu. Lakini mapenzi ndani hakuna. Mke simba, baba tibu. Ndio maana leo watu wanakufa na siri zao za akaunti, hela zinapotea. Siri ya kwenye simu ya hela hakuna anayejua, wala siri ya namba ya benki hakuna anayejua. Anakufa baba, mabilioni ya hela, mamilioni ya hela, maelfu ya hela yanaondoka, hakuna anayejua, kwa sababu tunaishi simba ndani, tembo ndani. Haya ndio maisha yetu. Angalia mtume wetu alipokuwa anaishi na familia yake, anamwona Ummu Kulthum, machozi yanamtoka. Mwanawe huyu Ummu Kulthum alikuwa ni mke wa pili wa Umar.
sifa wa Uthman ibn Affan. Anaulizwa Mtume, kwa nini unalia? Anasema, nikimwona mwanangu Kulthum namfananisha na mama yake Khadija alivyokuwa mke wangu Khadija. Kwa wale wakimwona mwanao ndio unatamani sasa utembee naye, wanasema kuku na mayai yake, si ndio? Anamwambia ishi uishavyo, lakini utakufa. Mpende umpendaye, ipo siku utaachana naye. Fanya uyafanyayo, lakini ipo siku utalipwa. Akili salama lazima ifanye kazi kwenye matendo yetu. Ndugu zangu Waislamu, muda umekwenda sana kwenye hili, na hiyo anwani sio niliyokusudia, kwa sababu muda ulikuwa umekwenda, ndio nikategwa hii akili salama. Kwa mwanadamu ndio msingi wa maisha yetu. Hapo tumombe Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na tulipe juu ya haya tunayo yatenda na kuyafikisha. Udullaha wa antum muqinuna bil ijaba. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. Muda umekwenda, kwa kumalizia tu, kwa sababu mengi nimeyagusa sijamalizia kwenye anwani hiyo. Tuchukue kule Mwenyezi Mungu anasema tuchukue kwenye nasihati kule, wa amma man taqa wa athara alhayata dunya fa inna jahima hiya, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Kwenye kumalizia hapa kwenye imoja tulichukua, muda umeenda sana, kwa yule aliyechupa mipaka kwenye kuitumia akili yake isiyokuwa salama, huyo akili akifa mafikio yake ni moto. Ndugu zangu Waislamu, niache nisichokoze hapa, pana mengi na pana mazito. Kwa nini Mwenyezi Mungu amesema wa amma man taqa? Kwa nini? Ukienda kwenye mawsu'atu at-tafasir ina mijalladi 20 iliyotoka miaka ya karibuni. Tena mwanzo ilikuwa inauzwa milioni 1, sasa hivi sijui anauza bei gani. Sheikh wangu, baba yangu, Mungu amrehemu, Sheikh Muharram Juma Adoka rahimahullah fil janna, alinunua kitabu hiki akiwa kwenye hali ya maradhi. Nikamuuliza, nanunua kitabu hiki tena kwa bei ghali kama hii na hali yako hii? Akasema, nanunua kwa faida yenu. Mungu amlipe na amzidishe. Milioni 1 million kina mijalladi 20 mawsu'atu tafasir. Wewe ukiambiwa kimada kule anatakiwa 500 unalipa, ukiambiwa msikitini changia 5,000, kama umetoa milioni hiyo 5,000 yako unaotoa msikitini, na utatangaza tunatoa misaada pale, wanakula watu wakivaa kanzu wanakula zetu msikitini, mnachangia 2,000 3,000. Hii ndio sera za Uislamu. Ujinga mtu, hakuna unaishi kwa 3,000 zetu. Lakini mjue unapotoa wewe unaandikiwa thawabu. Hivi wewe ukitoa milioni kwa kumlipa anayeongoza msikiti utasema umemlipa? Hao wanaolipa kwa kusimamia vyombo hivyo vya dini. Sasa hivi umefika mahala hata Waislamu wanatoka sasa kwenye dini, wanaenda kuongoza makanisa. Sasa hivi ndio wajua wamefika 4. Wanajua dini vizuri, lakini wameingia huko na wanatembelea magari kwa sababu ya tamaa za maisha ya dunia, kwa akili isiyokuwa. Lakini sisi ndio hayo mazungumzo yetu. Wengine kuvaa kanzu nzuri ni nature, na Uislamu ndio unataka hivyo. Angalia hadithi ya Mtume Muhammad inafundisha kuvaa. Mungu anataka nini? Wewe una hela unavaa, ujulikani una hela, ujulikani Freemasoni, ujulikani maskini, ujulikani. Faida ya hela iko wapi?
Kuna mijitu na hela anavaa yebo. Faida ile iko wapi? Badilika kwa sababu una kipato, nenda na uhalisia wa hela. Familia yako inaishi kwa tabu na hela unazo, faida ile iko wapi? Lazima Waislamu tubadilike, tuendane na uhalisia. Uislamu hutaki kuishi kama mwenda wazimu. Alikwambia hivyo nani? Ile hadithi inasema inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allaha ahalla lilmu'minina ma ahalla. Tunakwenda wapi Waislamu? Eti umeambiwa kivaa kanzu ya sharika ndio Uislamu leo? Kwambia maneno ya nani? Badilika Muislamu. Vaa kanzu ya 200,000 zipo. Vaa kanzu ya 100,000 zipo. Uwezo nao. Wewe kazi yako ukiona yule bwana kavaa kanzu moja, wewe uwezo nao karibu usivae. Unaingia pale na viatu vya 12,000. Alafu watu wasema bwana na magari na kaza, faida hela zako ziko wapi? Unakwenda na miebo, faida hela zako ziko wapi? Maimamu wakivaa kanzu nzuri na sendo za kuanzia hata 50,000 wanakula hela za msikiti. Leo kwambia ni nani? Tutavaa tena paka kanzu za laki na milioni, tukipata tunavaa. Nyie tangazia tunakula hela za msikiti. Uislamu ndio unataka hivyo. Wewe si utaki kuupendeza mwili wako, lakini mkiambiwa kugaramia kwenye vimada ndio mnaongoza. Tena na huku unacheka wewe naye basi shika 200,000 ile usikitu sisi na kitu shika 200,000. Lakini 10,000 hiyo toa kwa ajili ya faida yako, unaona umetoa sana. Watu wote mtani kwako watajua wewe umetoa. Tuache ujinga. Haya tunayofanya kwa faida yetu. Na wakati unatoa ona nikiwa thawabu, hayo mangapi tunayafanya sio kwa na fadhila kwa nguvu zetu zote. Na akili kubwa inafanya kazi kwenye hayo, lakini kwenye misingi hii akili inakuwa ndio maana yule malenga akasema muda umekwenda. Maana kuna watu watamani ningekuwa kijana leo. Ama binti unazaliwa kama ameumbwa. Yaani atamani huko alikokuwa kwa miaka 70 au sasa miaka 30 na ya wakomeshi. Jiangalie, Mungu amekufikisha miaka 70, umemtendea nini Mungu kwenye miaka hii? Fanya calculation ya umri wako. Tunaswali, mtazamie, tunaswali kwa kila kipindi, tumechelewa sana dakika 5. Kama ndio imamu naye anataka kuonesha mbwembwe zake zote na nini kwenye vipindi vyetu, labda dakika 10. 10 mara 5 ni ngapi? 50. Hiyo ndio masaa 24 ya siku. Umetumia dakika 50 kufanya ibada. Masaa 24 ambayo ndio siku nzima ina dakika ngapi? Kila lisali moja ina dakika 60. Piga 60 mara 24 kuna dakika ngapi? Toa dakika 50. Dakika zote hizo hujafanya ibada, unafanya yako tu. Hizo dakika 50 na hizo kumbada na umechelewa sana. Na kelele unapiga. Lakini ukikaa kwenye mpira na unaona mnakasirika, pia tunasema ndio yetu hayo. Mpaka dakika za ziada na bado mpira umeisha, utaki kuondoka. Tena ukute timu yako ndio imefungwa, utabaki bado ya shatuma. Sio shafunga mpira umeisha, umeng'ang'ania. Lakini msitinde dakika 5 na umechelewa sana. Yule si anaongea sana. Tuache Waislamu haya, tubadilike. Ndugu zangu Waislamu, hatuwezi kumaliza kuongea. Ya kuongea ni mengi, na kama nilivyosema aya zipo nyingi, hadithi nyingi. Cha msingi tusafishe akili zetu ili ziwe ni akili salama. Nilisema kuna aina ngapi hizo? Kule nikataja 2, lakini akili salama kinyume chake ni akili sio kwa salama kwenye mgawanyiko wa akili. Nilisema imegawanyika mara ngapi? Nishasahau. Mwenyezi Mungu tujalie kila la kheri. Mwenyezi Mungu tulipe juu ya haya tuyatendayo. Mwenyezi Mungu tufishe tukiwa Waislamu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma rabbana aradna an Abu Bakr as-Siddiq at-Taqi wa Umar al-Faruq an-Naqi wa Uthman ibn Nurayn zaki wa Ali wa fi radi
ومرض عن صحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا، اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا، اللهم ربنا اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور يا أرحم الراحمين. يا رب انصر إخواننا في فلسطين، يا رب انصر إخواننا في فلسطين، يا رب انصر إخواننا في فلسطين، يا رب اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا رب أنزل علينا في بلادنا تنزانيا الأمن وعلى رئيستنا سمية سلوى حسن يا أرحم الراحمين. يا رب اغفر لنا ما قدمنا، يا رب اغفر لنا ما قدمنا واجعل لنا حسن الختمة يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأنتم بالصلاة.